ilianzishwa kwa lengo la kuwasaidia watu wa kipato cha chini kutoka hatua moja mpaka nyingine kiuchumi. Kwa sasa tuna miaka 10 tangu tuanze kufanya biashara hii ya ukopeshaji, na tunakopesha mikopo ya aina mbalimbali tukiwa tunafuata sheria zote za nchi, na tumesajiliwa na BOT na kupata vibali vyote vya kukopesha katika nchi ya Tanzania. Kwa leo tumewaita waandishi wa habari kwa ajili ya kuzindua rasmi product yetu mpya ambayo tutakuwa ni kati ya ushirikiano kati ya Wezesha Mzao Microfinance na maafisa usafirishaji wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo leo tutakuwa tunazindua rasmi product yetu hii. Namna gani sisi kama Wezesha Mzao Microfinance tunashirikiana na maafisa usafirishaji kuweza kuwakopesha pesa, lakini vile vile kuwakopesha vyombo vya kufanyia kazi. Tunajua vijana wengi sasa hivi hii fursa ya usafirishaji imekuwa ni fursa kubwa kwao, na sasa tumeangalia kama Wezesha Mzao tunawezaje kuwawezesha hawa vijana kuweza kupata mikopo kwa bei nafuu, lakini vile vile kuweza kupata vyombo ambavyo vinaweza vikawasaidia kufanya kazi yao bila kuwaumiza wao. Kwa hiyo kwa leo tunazindua product hiyo, lakini labda nielezee kidogo product nyingine ambazo tunazitoa Wezesha Mzao. Kwa Wezesha Mzao tunatoa product za aina 3. Product ya kwanza ni mikopo kwa ajili ya wafanyabiashara. Wewe mfanyabiashara una shida ya kupata mkopo kuendeleza biashara yako, tunakupa mkopo kwa kuangalia riba nafuu, lakini vile vile kuangalia namna gani unaweza ukaturejeshea kwa muda mfupi bila kukuumiza. Lakini mkopo wa pili ni mkopo kwa ajili ya waajiriwa. Wewe mwajiriwa unafanya kazi, unategemea mshahara, lakini unaweza ukawa na shida. Wapi ambapo unaweza ukapata hela ya haraka? Ni Wezesha Mzao. Kwa hiyo tuna product kwa ajili ya waajiriwa wa serikali na sekta binafsi, wote tunaweza kuwapatia mkopo. Lakini product ya tatu ni mikopo sasa hii ambayo tunaizindua leo, mikopo kwa ajili ya maafisa usafirishaji. Hii ni mikopo ambayo tumelenga haswa ili kundi la madereva ambao wao sasa tunakuwa tunawaunda kwenye vikundi pale ambapo wana kituo chao kimesajiliwa, na tunaweza tukaunda kwenye vikundi, lakini sio lazima vikundi. Mtu mmoja kama ni afisa usafirishaji pia unaweza ukaja wewe mwenyewe ukaja tukakupa mkopo na ukalipa kwa riba nafuu ambayo haiwezi kukuumiza. Lakini tatu ni mikopo kwa ajili ya vyombo. Sasa hawa maafisa usafirishaji tunawapa vyombo. Wale madereva bodaboda tutawapa bodaboda, lakini wale wengine ambao wanafanya biashara ya bajaji tutawapa bajaji kwa mkopo na kulipa kwa riba nafuu. Tumeshawafikia takriban watu 3500 mpaka sasa, kwa sababu ndani ya miaka hii 10 tumeweza kuwahudumia watu wengi, lakini kwa sasa tunawahudumia watu 3500. Karibuni sana Wezesha Mzao, karibuni tuweze kujikwamua kiuchumi. Naitwa Saidi Kagomba Chenja, mwenyekiti wa shirikisho la vyama bodaboda na bajaji. Kwanza nikupongeze ndugu mkurugenzi kakaangu Shigongo, na ikiwa toka mwenyekiti wa wilaya Temeke, nafikiri ulitupa kwanza zoezi la ujasiriamali. Zoezi la ujasiriamali kwanza ulituambia tuitambue shilingi moja na faida gani. Kama hutoitambua ikiwa moja, basi hutoitambua hata 10,000. Kwa hiyo ukasema shilingi moja zikiwa 10 ni shilingi 10, shilingi 10 zikiwa 10 ni shilingi 1000. 1000 zikiwa 10 ni shilingi 10,000. 10,000 nazo zikiwa 30 ni tayari una 300,000. Kwa hiyo ulitufundisha ujasiriamali ule, lakini na leo nimependa kushukuru kwamba umetualika na kuweza kuingia makubaliano ya Wezesha Mzao. Wakati anakuja director hapa aliniambia anataka vijana zaidi ya 1000 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tumekuwa tukipata kampuni mbalimbali zinakuja na zinaishia kati. Lakini kikubwa tulisema katika uwezeshaji kwamba tunaumia katika uchukuaji wa vyombo. Kwa sababu leo pikipiki dukani ambayo inauzwa 3,200,000 au 3,500,000, dereva ukipewa unalipa zaidi ya 5,000,000 mpaka 6,000,000. Lakini pikipiki ya magurudumu matatu ambayo maarufu tunaita bajaji, leo ukinunua dukani inauzwa ni 10,000,000 na 200,000. Lakini tunapewa mikataba kandamizi ambayo ya miaka 2 unaikuta ile bajaji
mpaka unamaliza mkataba umelipa zaidi ya milioni 16 mpaka milioni 17. Lakini vile vile katika mikataba ile imekuwa ni kandamizi, hajui dereva anaumwa, hajui dereva kapata ajali. Kwa hiyo wakati mnakuja hivi vitu niliwaambieni, lakini mkasema kwamba la kwanza tulisema mweke riba ndogo, lakini la pili muwezeshe wazawa ili tuweze kujenga wote nchi yetu kwa pamoja. Kwa hiyo katika wale watu niliowapa zaidi ya watu 230 naona tuliwapa mikopo mizuri na wana malalamiko, lakini na kauli yako nilipenda kwa sababu ulisema kwamba hutaki kuona mtu kachukuliwa friji, redio wala kabati wala kitanda aonekane ni nini, lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu mikopo ya kwanza ile ilikuwa ni hela. Sasa na sisi tukasema kwamba mkopo wetu sisi hatuhitaji samaki. Ukitupa samaki na maana unatupa ile hela. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunahitaji nyavu. Sasa nyavu ndo haya ambapo tulipofikia kwenye chombo. Lakini ulisema kwamba tunaanza na hela ambao kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2, lakini kwa sasa umetufungulia kutakuwa kuanzia milioni 3.5. Ina maana kwamba kuchukua pikipiki, tusitaje majina ya pikipiki, tutafanya kama promo, lakini bado utatoa zaidi ya milioni 10 na 200,000 au na 300,000 au mpaka na 700,000 inaweza kapika ile pikipiki, kwa sababu lazima itawekewa vifaa fatilishi, lakini bado itawekewa bima kubwa ili kukilinda kile chombo na kulinda dereva. Kwa hiyo sisi tunapongeza sana Wezesha Mzawa. Kwa kwanza mliotukopesha watu 200 na tumeona mmefanya vizuri na hakuna mtu yote aliyeweza kupata shida. Kwa hiyo sisi shirikisho tupo tayari kufanya kazi na Wezesha Mzawa na tupo tayari sasa kufanya kazi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchi nzima. Tutawaeleza wenzetu, utafika nchi nzima kwa sababu kule kwako kwenye ubunge tumeona umeanza kule, naongea na viongozi wa kule, umetoa na wao walikuwa wanatuambia changamoto, tumewaambia ili waweze kufanyaje. Kwa hiyo kwa haya machache sisi tupo tayari na tupo tayari kusajili makubaliano yote kwa ajili yao. Maksudi kwa Dar es Salaam, rafiki yangu na ndugu yangu Said Chenja, uongozi wote kwa ujumla wa wafanya biashara wenzangu wa usafirishaji, meneja wetu wa Wezesha Mzawa Microfinance. Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana hapa Wezesha Mzawa. Karibuni sana. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa hotuba nzuri, fupi na yenye kueleweka kabisa. Lakini mimi naomba nianze kwanza kwa kutoa historia fupi. Historia yenyewe ni kwamba mimi natoka familia kama mlizotoka wengi wenu. Lugha rahisi kabisa, ni familia maskini. Lakini Mungu akanisaidia nikafika mpaka hapa nilipofika. Kwamba leo niko ndani ya hili jengo, ni ofisi yetu. Historia ndefu sana mpaka kufika hapa tulipofika. Lakini kawaida maisha ni kama gereza. Unapotoka wewe unakuwa umewaacha wenzako bado wamefungwa. Kwa hiyo siku zote huwa naamini kwamba ingawa mimi Mungu amenisaidia, lakini kuna watu bado wako kwenye gereza la umaskini, bado wanateseka. Kwa hiyo mimi niko huku nje, lakini nafanya kila harakati na wenzangu nao watoke, tuje wengi huku, toke kwenye gereza la umaskini. Kwa hiyo kwa miaka mingi nimefanya biashara. Miaka 10 iliyopita nikajiuliza, hivi naweza nikafanyaje? Maana kuna ile kila watu wanakuomba, kama anavyosema mwenyekiti hapa, watu wanakuomba samaki kila siku. Lakini huwezi kuwa na samaki ya kumpa kila mtu, haiwezekani, itakuwa ni uongo. Akasema hivi, nitafanyaje mimi ili niwasaidie Watanzania wenzangu waweze kutoka na wao? Na huo ni mpango wa serikali yetu. Serikali ni kuondoa watu kwenye umaskini. Tulipopata uhuru mwaka 61, maadili zetu mnaokumbuka. Mwenyewe alisema walikuwa ni 3. Ujinga, maradhi na nini? Na umaskini. Kwa vita ya umaskini ni vita ya serikali. Lakini serikali peke yake haiwezi, lazima ipate na wadau wengine wa kuisaidia kupambana na umaskini. Kwa hiyo miaka 10 iliyopita nikasema nitafanya nini ili niweze kuwasaidia Watanzania wenzangu ambao kwa jina zuri kabisa, sio kwa nia mbaya, wazawa wa taifa hili, wazawa wa nchi hii ambao wanamiliki nchi hii na nchi ndio ya kwao. Maana ukifanya historia, na leo nitawakumbusheni jambo. Mwaka 2004 rais wetu marehemu Mkapa, kama mtakumbuka baadhi yenu, alibinafsisha mashirika ya umma mwaka 94, si ndio? Lakini akagundua kwamba utajiri wa nchi ulikuwa unaenda mikononi mwa watu wachache. Mwaka 2004 akatunga sheria, mzee Mkapa, Mungu amrehemu,
inaitwa sheria ya uwezeshaji wazawa kiuchumi, inaitwa National Economic Empowerment Act. Lengo lake ni kwamba afanyeje sasa uchumi usiwe mikononi mwa watu wachache, urejee kwa wenye nchi wazawa. Kaanzisha baraza la uwezeshaji wazawa kiuchumi, nafikiri mnaifahamu. Sasa vita dhidi ya umaskini bado inaendelea. Nikasema nitaisaidiaje serikali mimi kwa kidogo nilicho nacho ili niweze kuwasaidia wenzangu. Kilio kila siku, watu wanaokopeshwa mikopo umiza, si ndio? Mtu anakopeshwa pikipiki ya milioni 3 analipa milioni 6. Anakopeshwa bajaji ya milioni 10 analipa milioni 16. Sio sawa. Huo ni wizi, ni kuwaumiza watu. So nikasema mimi nitaanzisha taasisi inaitwa Wezesha Mzawa Microfinance. Wezesha Mzawa. Yaani lengo ni kuwawezesha wazawa ambao ndio sisi wenye nchi hii. Kwa tukaanza miaka 10 iliyopita. Leo ninapozungumza ninyi ni miaka 10. Sijapata historia yoyote ya mtu kanyang'anywa kochi, si ndio? Sijapata historia ya mtu kauziwa nyumba. Sijapata historia ya mtu kanyang'anywa vitu vyake kwa sababu anashindwa kulipa mkopo. Kwa sababu riba tuliyoweka ni riba ndogo ambayo inamfanya mtu alipe kwa urahisi. Labda wachache. Labda watu wachache ambao anakopa kutoka siku ya kwanza anasema mimi nakopa lakini silipi. Si unawajua hao wapo? Sasa hao wapo. Yeye anakuja kukopa siku hiyo anasema nakopa lakini silipi. Lakini wale watu ambao kweli wana nia ya kukopa, alipe, aendelee kukopa, hatimaye endelee baadaye aache kukopa. Tumeelewana vizuri? Hao wanaendelea vizuri, tunahudumia watu wengi na hakuna shida yoyote kabisa ndugu zangu, na wahakikishieni. Na mimi najua Watanzania mnaniamini. Kwa kweli, mnaniamini kama ndugu yenu kwa sababu historia yangu na kwenu inafanana. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo mnachosema hapa ni kwamba mkopo unaopewa hapa ni mkopo kukusaidia wewe kwenda mbele. Na ndugu zangu tuambiane ukweli. Wote tunakopa. Hata mimi ndugu yenu nakopa. Hapa ninavyoongea sasa hivi nafanya nini? Nakopa. Wakati mwingine kufanikiwa kwa pesa zako mwenyewe inakuwa ngumu. Kwa sababu biashara itatokea sasa hivi ya maji, lakini mtaji wa maji huna. Ukitaka kukusanya kidogo kidogo mpaka ukamilishe mtaji wa maji, hii biashara imeshapita. Uongo kweli? Lakini kama kuna taasisi ya kukimbia mara moja ukaenda ukakopa, ukaja ukafanya biashara na biashara unaikuta ipo. Biashara siku hizi za kukimbizana. Inaweza ghafla biashara ya mazao imetokea njaa, si ndio? Mtaji unatakiwa milioni 5 au milioni 10. Hauna milioni 10. Ukianza kuikusanya kidogo kidogo 2,000, 3,000 mpaka ifike milioni 10, biashara unakuta imeshafanya nini? Ishapita. Lakini kama iko taasisi yenye watu ambao wana nia njema. Watu wenye nia njema kama nataka kweli niwasaidie watu. Unakimbia pale, unachukua mkopo, wala hamna masharti magumu. Kwa sababu wakopaji wengi unakuta hawana uwezo wa kuweka dhamana kubwa. Unaelewa? Lakini wanadhaminiana wao kwa wao tu, mheshimiwa mwenyekiti. Kwenye kikundi, kwenye kijiwe chenu cha bodaboda hapa mnadhaminiana nyinyi kwa nyinyi, mtu anapewa pikipiki, mtakabana nyinyi kwa nyinyi, si mnafahamiana nyinyi kwa nyinyi. Alafu baadaye mtu analipa. Baadaye pikipiki inakuwa ya kwake. Mtu ataongeza ya pili. Kuna watu nawafahamu leo wana pikipiki 5, sawa? Lakini alianza na pikipiki hii moja. Sasa mimi niwashukuru sana kwa kuja. Tuna kazi moja tu wa Tanzania wenzangu ya kupambana na umaskini. Taifa hili ni tajiri sana. Nimeongea mara nyingi na kama mnanisikia bungeni naongea kila siku. Taifa hili ni tajiri. Hatutaki kuwa maskini. Na sisi wa Tanzania tukipendana sisi kwa sisi, tukasaidiana sisi kwa sisi, anayefanikiwa mmoja afungue fursa kwa wenzake, mimi nawaambieni Watanzania watatajirika. Ukienda nchi kama Nigeria leo, mabilionea ni wa Nigeria wenyewe. Uongo ndugu zangu? Ukienda Uganda hapa, mabilionea ni Waganda wenyewe, kwa sababu wanasaidiana wao kwa wao. Tubebane, tupendane. Ukipata nafasi kama mimi hivi, unawasaidia wenzako. Mheshimiwa mwenyekiti, ukifanikiwa kesho kupata dili fulani, unawapa na wenzako. Tukiendelea kupeana dili sisi kwa sisi wa Tanzania, tutaukamata uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama Wezesha Mzawa, na lengo la sisi kuanzia hii taasisi ni kusaidia wazawa. Ndio maana inaitwa Wezesha nini? Mzawa. Hakuna mgeni anaweza kukopeshwa na hii taasisi. Atakopeshwa mzawa. Na nishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kweli. Kwa BOT kukubali kuisajili taasisi yetu. Imesajiliwa BOT kisheria na inafanya kazi kisheria na hakuna wasiwasi wote ule. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi.
riba zinazotolewa ni ndogo kabisa ya kumfanya mtu kweli aweze kulipa. Kwa hiyo mimi ni wakaribisheni sana, nishukuru sana uongozi wangu wote wa Wezesha Mzawa, nimshukuru sana meneja wetu Ombeni, anafanya kazi nzuri, na timu yote ya Wezesha Mzawa mnafanya kazi nzuri sana. Tulianza na watu wachache, leo tunahudumia watu wanakaribia watu 4000. No, wanakopa na kurudisha, wanakopa na kurudisha. Lengo letu sisi tuhudumie watu 10,000. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana tunawatafuta maafisa usafirishaji wote wa mkoa wa Dar es Salaam, wote mje mkope. Popote pale ulipo, iwe Dar es Salaam hii, iwe mkoa wa Pwani, nyie njoni hapa Wezesha Mzawa mkope na mtakopeshwa. Una changamoto ya ada ya mtoto, si ndio? Mtoto anataka aende shule lakini wakati huna pesa, sio? Njoo hapo, chukua mkopo, lipia mtoto shule, ada ya shule, aende wapi? Shule. Wewe utaendelea kulipa kidogo kidogo. Awi. Kwa hiyo machache nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asanteni sana kwa kuja leo asubuhi. Najua nyie ni watu wenye shughuli.